Ndugu yangu sio mganga wa kienyeji. Mtazamaji wa Manara TV, hapa ni katika eneo la Kijenge jijini Arusha. Manara TV tumefika hapa kuripoti tukio la mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Sifaeli Christopher Molel, ambaye imedaiwa kuwa amepotea kwa takriban siku 8 mfululizo. Siku ya jana tarehe 12 mwezi wa 5, mwili wa Sifaeli Christopher, taarifa ilitoka kuwa mwili wake umepatikana katika chumba cha kuhifadhia maiti cha kituo cha Muriet jijini Arusha. Manara TV imefika hapa kuzungumza na mwenyekiti wa boma na kukanusha taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea zikisema kuwa Sifaeli alikuwa ni mganga wa kienyeji. Ninaitwa Agustino Onesmo Simon, ni mkasi wa Ngulelo. Nimekuwepo Kijenge kwa sababu ya issue ya kakaangu ambaye pia tulipata taarifa kwamba alipotea. Na baada ya kuja maeneo ya nyumbani, kwa sababu ndugu yetu pia ana boma nyingine Kijenge, tuliendelea kumtafuta, kushirikiana pamoja na familia nyingine ya Kijenge. Kwa hiyo tumekuwa tukienda kila hospitali kuulizia, lakini baadaye mwisho tukiwa Central tukapata taarifa kwamba ameonekana kwenye hospitali ya kule Muriet. Lakini baadaye tulikimbia kule. Baada ya kufika hospitali ya Muriet, wale watu wa mochori walituambia kwamba yamkini ni yeye, lakini tulijaribu kuuliza majina ambayo imeandikwa pale, wakasema kuna majina yameandikwa kwa sababu alikuwa pia na vitambulisho kwa maana ya leseni na kadi ya benki. Lakini baadaye walituwasa kwamba jambo lisiishie kwamba ni yeye, tuliomba pia tumtambue. Lakini baadaye pia mtu wa mochori aliweza pia kufungua na tukamtambua, ila mwili wake kwa kweli ulikuwa umeharibika, ulikuwa sio kuweza kuangalia. Lakini baadaye pia tulirudi kituoni pale. Tulipofika pale kituoni wakatupa utaratibu, tukamuona huyo OCD kwa maana ya upelelezi. Lakini baadaye tuliweza kumuuliza OCD maswali kwamba ndugu yetu amepotea, akatuambia ndugu yenu aliyepotea ni mganga wa kienyeji. Lakini baadaye nilionyesha kusitikika kwa sababu ndugu yangu sio mganga. Kaniuliza kwa nini unapata mashaka, kwa nini unacheka? Nikamwambia ni kwa sababu ndugu yangu sio mganga, ninamjua. Lakini baadaye ndugu yangu mmoja pia naye akawa anamuuliza maswali. Lakini baadaye aliona huyo askari kwamba kuliko tuulizane maswali, ni vizuri mkaenda eneo la tukio. Baada ya kwenda eneo la tukio, then mrudi mniulize maswali. Tuliweza kutumia gari la shemeji yetu kuelekea eneo la tukio pamoja na askari ambao tumepewa na huyo mkuu wa kituo. Tukaenda naye kule. Tulipofika eneo ile, tulifika maeneo kama dampo chini, kuna barabara fulani ya rough road inakata kwa chini, kwa sababu pia mimi sio mwenyeji pia kule. Tulipofika kule, tuliweza kupaki magari kwa sababu tulikuwa na magari yetu na wao askari. Tuliingia tukaanza kuona nyumba fulani kubwa hapo ndani, maana ile nyumba ilikuwa na fence fulani kama ya majani. Kwa hiyo tulipoingia tulikuta nyumba fulani ambayo iko ndani ya ile fence. Lakini pia tukakuta nyumba sasa ambayo ni kama ni rumu mbili, lakini ni rumu mbili ndogo. Baadaye askari alitusaidia, akaingiza mkono akafungua, kwa sababu ule mlango askari aliweza kufungua kwa sababu ule mlango ni ule wa kuingiza mkono na kufungua kwa ndani. Kwa hiyo askari alipofungua ndio akatuambia ndugu yenu ambaye ni mganga amefia hapa. Kwa hiyo tulipoingia pale kushangaa, tukaanza kuona mazingira ya pale kwa kweli ni mazingira ya kwa mganga. Kwa kweli mazingira ya kwa mganga jinsi tulivyoona, na inaonekana kwamba yale mazingira ni mazingira ya mganga wa muda mrefu, kwa sababu pia pale nje ukijaribu kuangalia kuna ile mazingira yale mabanda kama mganga anajengaga, kwa sababu ya ile uongo wa kuku. Tuliona kwa kweli vitu kama vile pale yale mabanda, kama tulivyokuwa tumezunguka pale kuyaona yale mabanda. Lakini baadaye askari alituambia hivyo. Lakini baadaye wakati tukiwa wengi kama ndugu, tunasikitika ndugu yetu na nini, tulitoka pale tukaona viatu vya ndugu yetu. Pamoja na kutambua baadhi ya majina kule, tuliona kwa sababu saa hiyo bado hatujaona vitambulisho, sababu then mpaka turudi polisi tena ndio tuweze kupewa taarifa baada ya kwenda sehemu ya tukio. Tuliona viatu vya ndugu yetu pale, tukajaribu kuangalia. Mjomba wangu ambao ni mjomba wake na ndugu yangu sasa akawa ametambua zile viatu kwamba ni ya mjomba wake. Baadaye tukashauriana pale ni nini, tukawa tunamuuliza yule askari. Sasa tulienda naye pale kwamba kama basi huyu ndugu yetu ni mganga, ni kwa nini basi amefungiwa ndani? Je, alikuwa anagangwa akajifungia mwenyewe ndani? Manake basi kama alikuwa ni mganga, kwa nini afie ndani? Na ni kwa nini sasa afungiwe ndani? Basi akatuambia hilo ni maswali ambayo yanihusu, lazima turudi kule kituo cha polisi mkaulize yule ambao tulipewa sasa kama askari. Lakini baadaye nikamuuliza, na hii nyumba nyingine mbona ni kubwa na ina kufuli kwa nje? Akasema nyumba hii
ni nyumba ambaye imekaa tu, lakini mtu alikuwa hakai, lakini ni nyumba ambayo ilikuwa ndani ya fenzi zote pamoja na zile ambazo ndugu yangu amefia pale. Lakini sasa hoja yangu mimi kwa swali ninalopenda kuuliza, nikajiuliza kama ndugu yangu alikuwa ni mganga, ni kweli mazingira pale ni kwa mganga, lakini kama alikuwa ni mganga, hapa nyuma simu zinaita, taarifa tunazozipata ni mwili ulitolewa pale, imepatikana siku ya Jumapili, lakini baada ya kutolewa mwili siku ya Jumapili, maaskari wanatuambia pale ni siku 5 nyuma, maana uliharibika. Sasa issue hapa nyuma simu zilikuwa zinapatikana, mara inasoma Muriet, mara wapi, mara Kijenge, mara mjini kati kule, mara wapi. Jambo la kwanza, nakanusha kwamba ndugu yangu sio mganga wa kienyeji. Jambo la pili, ni mashaka kulinganisha na vile nilivyoona mazingira ya ndugu yangu, kwa sababu kama ndugu yangu alikuwa ameenda at least hata kwa mganga mfano, kama basi ni hivyo, kwa nini simu yake inaita nje ya kwa mganga? Mimi nina ushahidi kabisa, simu siku zilizokuwa zinaita hata zikitrakiwa, lakini simu zake zilikuwa azijibu. Simu zilikuwa zinapokea azijibu, message inapokea azijibu. Mimi naitwa Leonard, kwa jina maarufu naitwa Baba Neema hapa. Ila mimi ninavyojua ni mganga alikuwa hapo, na kumtoa huu mwili tuliambiwa, tulisajika kama ni yule mganga, kwa sababu alikuwa na matunguli yake nini. Kwa kweli si kuelewa kwamba ni yeye au sio yeye. Ni watu wa kawaida, lakini sio sana, kwa sababu hatuelewi, sababu anakuja na kuondoka. Alikuwa anakuja na kuondoka. Tulikuta tu umefunikwa kanga juu. Sababu kwa kweli mimi ndo nilienda, sababu niliambiwa hapa mimi kwangu ni pale. Kwa hiyo niliambiwa, nikapigiwa simu, nikaambiwa kuna mtu yuko ndani, nikabidi nikaangalie. Kwenda kuangalia, nikakuta kweli ni mtu amelala. Nikarudi, tukampigia mwenyekiti akaja na balozi. Baada ya balozi kuja na mwenyekiti ndo akampigia maaskari akaja, tukaja tukavunja hapo. Na ni kweli mimi ndo nilivunja pale. Mimi mmoja hapo ndo nilivunja pale. Ni watu askari akasema ondokeni, tukaondoka. Tukaacha askari wafanye kazi zao. Lakini tulipotoka kama mhusika alisema itakuwa ni yule mzee amekufa. Yule mganga. Lakini sasa kuja kupata habari ndo tunaambiwa kwamba sio mhusika. Tunaambiwa tena ni mtu mwingine. Kaambia mbona huyu mtu kama mimi mwenyewe nilishakaa Kijenge, nilishamuonaga Kijenge. Nikahisi labda ndo pengine. Okay.